Mzina, mzina, nileta mzina, mzina, nileta mzina, 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 nileta mzina. Ni majira ya usiku katika jiji la Dar es Salaam. Mitaa ya Mikocheni inang'aa kwa taa za magari yanayopita polepole katika barabara. Ndani ya jumba kubwa la kifahari lililosimama kando ya barabara ya njia panda ya Mikocheni alikaa mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Bwana Hashim Ramadhan, tajiri mwenye majina mazito kwenye vichwa vya habari na magazeti ya biashara. Hashim alikuwa mfano wa mafanikio. Kila mtu alimuona kama mtu wa bahati. Alikuwa na kampuni kubwa ya ujenzi, maduka ya vifaa vya ujenzi, ulieri na majengo mengi ya kupangisha. Watu walimuona akiwa kwenye magari ya kifahari, leo Range Rover, kesho Benzi, kesho kutwa Prado mpya. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwa na siri nzito ambayo hakuna mtu aliyeijua, siri ya damu na kafara. Miaka 4 nyuma, kabla hajamiliki chochote, Hashim alikuwa kijana wa kawaida aliyeishi Mwananyamala. Alikuwa fundi wa ujenzi anayejituma lakini asiyefanikiwa. Alijaribu kila njia kupata mafanikio. Biashara ya mbao, kuanzisha duka la vifaa vya ujenzi, vyote vilishindwa. Kila mara alihisi kuna nguvu zinamzuia. Siku moja, akiwa amekaa kwa huzuni pembeni ya barabara, rafiki yake wa zamani aitwaye Masud alifika. Masud alikuwa mtu wa ajabu. Hakuwa na elimu kubwa, lakini ndani ya muda mfupi alikuwa tajiri. Alivaa vizuri, alionekana na nguvu za ajabu, na kila mtu alikuwa akimhusudu. Hashim, kaka yangu, Masud alimwambia kwa sauti tulivu lakini yenye uzito. Kila mafanikio yana siri yake. Wewe ni mtu mzuri, ila unataka mafanikio kwa njia ya kawaida. Dunia hii haina huruma kwa watu wa kawaida. Hashim alimwangalia kwa macho yaliyojaa maswali. Unamaanisha nini Masud? Aliuliza kwa shauku. Masud alitabasamu kidogo. Kuna watu wanatafuta baraka kwa maombi, wengine wanatafuta nguvu kwa damu. Ukitaka utajiri wa haraka, lazima utoe kitu kikubwa. Damu inavutia nguvu ya utajiri kama sumaku. Hashim alitetemeka kidogo. Unasema nifanye kafara? Masud alitikisa kichwa polepole. Si lazima iwe mtu wako wa damu, ila ni lazima iwe roho safi. Mtu ambaye hajajichafua, mtu asiye na kosa. Maneno hayo yalimfanya Hashim ashindwe kulala usiku huo. Alikaa kitandani akifikiria. Maisha yake yalikuwa magumu sana. Alikuwa amechoka kuishi kwa mikopo. Alitaka mabadiliko. Alitaka kuwa tajiri. Alitaka kuheshimiwa. Siku chache baadaye, Masudi alimpeleka kijijini Bagamoyo, sehemu ya mbali iliyo ndani ya msitu mdogo karibu na bahari ya Hindi. Walifika kwenye nyumba ya udongo, mbele yake kukiwa na ishara za ajabu. Vifuu vya nazi, vibuyu vyenye rangi nyekundu na alama za damu ardhini. Humo ndani alikaa mzee wa jadi, aliyekuwa akijulikana kama Mzee Mbwambo, mganga maarufu kwa kufanya watu matajiri ndani ya wiki chache. Hashim alitetemeka alipoingia ndani. Harufu ya uvumba na damu kavu ilijaa hewani. Mzee Mbwambo alizungumza kwa sauti nzito. Karibu mwanangu Hashim. Umeletwa na roho inayotaka kubadilisha hatima yako. Lakini kumbuka, kila kitu kinachong'aa kina gharama. Mzee, mimi nimechoka kuteseka, Hashim alisema kwa hofu na tamaa. Niko tayari kufanya chochote, hata kama ni damu. Mzee Mbwambo alitabasamu kwa kijicho. Vizuri. Unahitaji kutoa mtu ambaye hatakuwa na cha kujitetea. Mtu atakayelia kwa roho na sauti yake ipae angani. Roho yake itakuandama, lakini utajiri wake utakutumikia. Kwa wakati ule, maneno hayo hayakuwa na maana kubwa kwa Hashim. Kitu cha maana kwake ni kuwa tajiri. Hakuwa na ndugu wa karibu zaidi, lakini alikuwa na msichana mdogo aliyekuwa akimfanyia kazi nyumbani. Rehema, yatima aliyemlea kama dada wa kazi kwa miaka 2. Rehema alikuwa mpole, mwenye tabia njema na mwenye heshima. Alikuwa kama mtoto wa nyumbani, hakuwahi kukosa kazi wala kujibishana. Miezi 2 baadaye, Hashim alianza kuona biashara zikianza kukua. Aliuza nyumba ndogo aliyokuwa nayo, akaanza mradi mpya wa vifaa vya ujenzi. Kila alichogusa kiligeuka dhahabu. Kila zabuni aliyoomba alipata. Watu walianza kumuita Hashim wa bahati, lakini usiku mmoja, Masud alimkumbusha, kuna ahadi bado hujatimiza. Roho ya utajiri inasubiri kafara yako. Hashim alikaa kimya. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita. Hakutaka kumuumiza mtu yeyote, lakini tamaa ilimzidi. Usiku wa tarehe 15 mwezi huo, Hashim alirudi nyumbani akiwa na uso wa huzuni. Rehema alikuwa jikoni akiandaa chakula. Alimuita kwa upole,
Rehema, njoo hapa binti yangu. Ndiyo bwana, Rehema alijibu kwa heshima. Hashim alimtazama kwa muda mrefu. Aliona uso wake wa upole, macho yake ya matumaini, na moyo wake ukauma. Lakini ndani yake kulisikika sauti kali ya Masud ikimkemea, kama hutatoa, utaishia kama maskini wa milele. Usiku huo, Hashim alimlaghai Rehema kuwa ana safari ya kwenda kumtembelea ndugu kijijini, akaomba aende naye. Walifika kwenye kijiji cha mbali, pale pale kwa mzee Mbwambo. Huko, mganga alitayarisha tambiko. Moto ulipowashwa, uvumba ukaanza kutoa moshi mzito. Rehema alihisi hofu. Bwana Hashim, hii ni nini? Aliuliza kwa sauti ndogo, lakini Hashim hakujibu. Aligeuza uso wake pembeni. Ndani ya dakika chache, tambiko lilimalizika. Kimya kikubwa kilifuata. Kila kitu kilionekana kimetulia. Mzee Mbwambo alisema kwa sauti ya kutetemesha, utajiri wako umefunguliwa, lakini kumbuka, damu haikai kimya. Siku chache baadaye, maisha ya Hashim yalibadilika ghafla. Mikataba mikubwa ikaanza kumuingia. Benki zikamwita, watu wakaanza kumtafuta kwa mazungumzo ya biashara. Akaanza kujenga nyumba ya kifahari, kununua magari mapya na kuvaa nguo za gharama. Kila mtu alimuona kama mfano wa mafanikio, lakini hakuna aliyejua siri nyuma ya tabasamu lake. Lakini usiku mmoja, ndoto mbaya ilianza. Alimuona Rehema amesimama pembeni ya kitanda chake, macho yamejaa machozi na uso wake umefunikwa kwa damu. Alisema kwa sauti ya uchungu, Bwana Hashim, kwa nini ulifanya hivi? Hashim aliamka akiwa anapumua kwa nguvu, jasho likimtoka mwilini. Akaamini ni ndoto ya kawaida, lakini ndoto hiyo ilijirudia kila usiku. Mara nyingine alisikia sauti ya Rehema jikoni, ikisema kwa upole, chakula kiko tayari bwana. Lakini alipofika, hakuna mtu. Ndani ya wiki mbili, kila kitu kilianza kubadilika. Wafanyakazi wake wakaanza kufa mmoja baada ya mmoja, kwa ajali za ajabu. Gari lake likapata ajali bila sababu. Kila usiku alihisi mtu anampumulia shingoni. Hakulala tena kwa amani. Mke wake, Amina, alianza kuona mabadiliko makubwa kwake. Hashim, unaumwa? Aliuliza siku moja. Hashim hakujibu. Alikuwa amechoka, macho yake yamejaa hofu. Kila akifumba macho, anamwona Rehema. Alianza kushindwa kula, akapungua uzito na alianza kutetemeka usiku. Na hapo ndipo safari ya mateso ya tajiri huyo ikaanza rasmi. Safari ya kulipia damu aliyoimwaga kwa tamaa. Saa 8 usiku, upepo mkali ulivuma nje ya jumba la kifahari la Hashim. Miti ya michikichi iliyopandwa kwenye ua ilitikiswa kwa kishindo, matawi yake yakipiga vioo vya madirisha kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinagonga kwa makusudi. Ndani, Hashim alikaa chumbani, macho yake yakitazama bila kupepesa kioo cha ukutani kilichokuwa kikionyesha uso wake uliochoka. Alikuwa amekonda, nywele zikiwa zimechanganyika, macho yake yakiwa mekundu. Alijaribu kuzungumza na mkewe Amina, lakini kila neno lilionekana halina maana. Hashim, umekuwa kimya siku nyingi, Amina alisema kwa upole, akimletea chai ya tangawizi. Sasa hata huendi ofisini. Kila mtu ananiuliza, vipi mumeo? Hashim alijibu kwa sauti ya chini, sioni maana ya kwenda. Hata nikifika pale, kuna sauti zinaniita. Kila nikikaa ofisini nasikia mtu ananiambia bwana, chakula kimeiva. Ni sauti yake Amina, ni sauti ya Rehema. Amina alihisi baridi ikipenya mgongoni. Hashim, unamaanisha Rehema yule msichana wetu wa zamani? Hashim hakujibu moja kwa moja. Aliinua macho na kusema kwa sauti ya kutetemeka, Amina, kuna vitu vingine huwezi kuelewa. Kuna deni ambalo nilipaswa kulipa, na sasa nalipwa kwa mateso. Amina hakuelewa maneno hayo. Alidhani ni msongo wa mawazo. Akampendekeza waende hospitali, lakini Hashim alikataa. Hospitali haiwezi kutibu mzimu, alisema kwa sauti ya chini. Mzimu unahitaji tambiko. Siku zilisonga, mambo yakawa magumu zaidi. Usiku mmoja, Amina aliamka usiku wa manane. Aliona mume wake Hashim amesimama sebuleni, amevaa nguo nyeusi, ameshika bakuli lenye maji. Maji yale yalikuwa na kitu kama damu. Hashim, unafanya nini? Amina alipiga kelele. Lakini Hashim hakujibu. Macho yake yalikuwa yamegeuka mekundu. Aligeuka taratibu na kumtazama Amina, kisha akasema kwa sauti ya kutisha, huyu nyumba imechafuka. Yule msichana amerudi. Hata nikifumba macho, namsikia akipika jikoni. Harufu ya chakula inajaa, nikifika hakuna mtu. Amina alilia kwa hofu. Aliamua kumuita Sheikh Abdallah, kiongozi wa msikiti jirani, aje kusoma dua ndani ya nyumba. Kesho yake asubuhi, Sheikh alifika akiwa na watu wawili. Walipofika mlangoni,
Walihisi hali ya hewa imebadilika. Upepo wa ajabu ulivuma ndani ya sebule na taa zikaanza kuzimika zenyewe. Sheikh alisoma dua, lakini ghafla taa zote zikazima. Ewe Mwenyezi Mungu, Sheikh alisema, nyumba hii ina mzimu wa kulipiza kisasi. Kuna damu isiyo safi hapa. Amina alianza kulia. Sheikh, tusaidie. Mume wangu anateseka. Sheikh aliinua mikono yake juu, akasema, mzimu huu hautatulia hadi haki ifanywe. Alipomaliza dua, Sheikh alimuuliza Hashim, ni nani aliyedhulumiwa? Ni nani roho yake imekufa kwa damu yako? Hashim alikaa kimya, machozi yakimtiririka. Nilikuwa na tamaa ya mali, alisema kwa sauti ya huzuni. Nilitolewa ushauri wa kishenzi. Nilimtoa kafara msichana wangu wa kazi. Aliniamini kama baba yake. Sheikh alishusha pumzi ndefu. Hashim, hiyo ni dhambi kubwa. Roho ya mtu haikusamehi kirahisi. Hiyo roho itakufuata mpaka utubu mbele za Mungu au uombe msamaha kwake mwenyewe, kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu yeye hayupo tena. Hashimu alianza kulia kama mtoto. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Sikutaka, lakini nililazimishwa. Nilihisi kama dunia inanicheka. Amina alilia naye. Alianza kumhurumia mumewe, lakini hofu ilimjaa zaidi. Kila usiku aliota ndoto za ajabu. Aliona msichana mwenye mavazi meupe, nywele zake zikining'inia usoni, akitembea ndani ya nyumba yao. Alikuwa akibeba sufuria yenye moshi na kusema, kila mali ya damu italipiwa kwa machozi. Amina alipoamka, kitanda chote kilikuwa kimelowana kwa maji baridi. Siku moja aliamka na kuona maandishi ukutani, kafara haijasamehewa. Waliita wachungaji na waganga kadhaa, lakini kila walipokuja, mambo yalizidi kuwa mabaya. Wengine walikimbia wakiwa wameshikwa na hofu. Mmoja wao, mganga kutoka Tanga, aliwaambia kwa sauti ya kujiamini, mimi nitamaliza mzimu huu. Lakini dakika chache baada ya kuanza tambiko, kioo kikubwa cha sebule kilipasuka vipande vipande. Mganga yule alilia kwa uchungu, akashikwa na degedege pale pale. Tangu siku hiyo, hakuna aliyethubutu kuja tena ndani ya nyumba ya Hashim. Biashara nazo zilianza kuporomoka. Wafanyakazi wake wa kampuni moja baada ya nyingine walihama kwa hofu. Mikataba ikakatika. Akaunti zake benki zikaanza kupungua kwa kasi ajabu. Mashine za ujenzi zilianza kuharibika bila sababu. Marafiki waliokuwa wanamsifia sasa walimkwepa. Masud, rafiki aliyemwingiza kwenye mambo haya, naye hakuonekana tena. Simu yake haikupatikana. Watu walisema alikimbia nchi, wengine walisema alifariki ghafla. Hashim alijikuta peke yake. Siku moja aliamua kurudi kwa mzee Mbwambo, mganga aliyemfanya tajiri. Alipofika, kijiji kile kilikuwa kimetulia. Nyumba ya mzee ilikuwa imeezuliwa paa na ndani yake kulikuwa na mabaki ya mizoga na vumbi. Alipouliza majirani, walimwambia, mzee Mbwambo alikufa mwaka uliopita. Watu walisema aliliwa na mizimu aliyokuwa akicheza nayo. Maneno hayo yalimgusa kama upanga. Hapo ndipo alijua hakuwa na pa kukimbilia tena. Alianza kusikia sauti za ajabu hata mchana. Kila akifungua redio, badala ya muziki, alisikia sauti ya Rehema ikisema, Hashim, umesahau ahadi? Umesahau machozi yangu? Aliangusha redio, akakimbia hadi nje, lakini sauti haikukoma. Ilichanganyika na upepo, ikizunguka masikioni mwake. Usiku mmoja, wakati Amina amelala, Hashim alisikia mlio wa sufuria jikoni. Aliinuka taratibu akaelekea kule. Alipoingia, aliona sufuria ikichemka juu ya jiko, lakini hakuna mtu. Alipochungulia ndani, aliona kitu kilichomfanya miguu yake isitake kusogea. Ndani ya sufuria kulikuwa na maji yenye damu, na uso wa Rehema ukionekana taratibu kwenye uso wa kioevu kile. Bwana Hashim, sauti ilitoka humo, ikawa nzito, ya uchungu, ya huzuni. Uliniua nikiwa sina kosa. Nilikuwa nakupenda kama baba yangu. Kwa nini? Hashim alijaribu kupiga kelele, lakini sauti ikamkataa. Alikimbia chumbani, akamwamsha Amina. Walikimbia hadi nje. Walipofika langoni, mlango wa nyuma ukajifunga kwa kishindo. Taa zote zikazima. Usiku ukawa kimya. Taratibu, sauti ya kicheko cha msichana ikasikika. Ilikuwa ni kicheko cha Rehema, kicheko cha huzuni, lakini chenye nguvu ya roho isiyo na amani. Hashim alilia, akapiga magoti uwanjani. Rehema, nimesamehewa, na kuomba unisamehe. Lakini sauti ilijibu kwa upole, msamaha haujengwi juu ya damu, Hashim. Utajiri wako ni kivuli cha machozi yangu. Sasa nitatulia nikishaona unalipa kwa mateso uliosababisha. Kuanzia siku hiyo, Hashim hakuwa yule tajiri tena. Alianza kutangatanga mitaani, akiongea mwenyewe,
Alionekana Kariakoo mara moja, akiwa amechafuka, akilia, "Nirudishieni amani yangu, nirudishieni ndoto zangu." Watu walidhani amechanganyikiwa. Hakuna aliyejua kwamba alikuwa anatumikia deni la damu. Mkewe Amina alihama jumba lile, akahamia kwa ndugu zake. Alisema hakutaka tena kuishi mahali ambapo usiku unalia, vyombo vinacheza vyenyewe na pazia linatikisika bila upepo. Siku moja, alisikia habari kwamba Hashim ameonekana Kigamboni, akiishi kwenye chumba cha mbao, akipiga ramli kwa watu, akisema, "Mzimu wangu umeniadhibu, sasa na uhudumia." Watu walimuona kama kichaa, lakini kila aliyetazama macho yake kwa makini, aliona kitu, kivuli cha msichana aliyechinjwa, kikiwa kimejificha ndani ya macho hayo, kikingoja wakati wake wa mwisho wa kulipiza. Itaendelea.